Jeshi la Iran limesema hii leo Agosti 12 mwaka 2026 kuwa liko tayari kwa mapambano ya muda mrefu na kwamba vikosi vyake vina uwezo wa kuendelea na operesheni za kijeshi huku vikitumia uwezo wa makombora, ndege zisizo na rubani pamoja na mbinu za kuzuia mashambulizi ya maadui. Kauli hiyo imetolewa na naibu afisa mtendaji wa jeshi la Iran, Ali Reza Sheikh, katika mahojiano na shirika la habari la Mehri, ambapo alieleza kwa Tehran imejiandaa kukabiliana na hali ya mzozo wa muda mrefu na kwamba uwezo wake wa kijeshi umejengwa kwa namna inayoiwezesha kufanya operesheni endelevu badala ya kutegemea hatua za muda mfupi pekee. Sheikh alisema kuwa Iran inaweza kutumia kwa ufanisi nyenzo mbalimbali za nguvu ilizonazo kutoa majibu ya mashambulizi dhidi yake na katika mazingira fulani kuchukua hatua na kuzuia mashambulizi kabla hajatokea. Kwa mujibu wa maelezo yake, uwezo huo umeifanya Iran kuwa na nafasi ya kubadilisha hesabu za kijeshi na kisiasa za wapinzani wake. Katika mahojiano hayo, Sheikh pia alizungumzia namna uwezo wa Iran ulivyoathiri maamuzi ya Rais wa Marekani Donald Trump kuhusu uwezekano wa kuendeleza au kuongeza mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Iran. Alisema mabadiliko katika msimamo wa Washington hayawezi kutenganishwa na kile alichokiita uwezo wa Tehran wa kujibu na kuendeleza mapambano. Busara za Iran kwenye ubao wa chess zimeilazimisha ikulu ya White House kuendelea kufafanua upya malengo yake ya kisiasa, alisema Sheikh, akimaanisha kwamba hatua za Iran zimekuwa zikilazimisha Marekani kutathmini upya chaguzi zake za kijeshi na kisiasa. Kauli hiyo inaonyesha mtazamo wa jeshi la Iran kwamba uwezo wa nchi hiyo wa kuendelea kupigana ni sehemu muhimu ya mkakati wake wa kuzuia mashambulizi zaidi. Tehran imekuwa ikisisitiza kwamba uwezo wake wa kujibu mashambulizi ndiyo msingi wa kuifanya nchi nyingine ifikirie kwa makini kabla ya kuchukua hatua za kijeshi dhidi yake. Sheikh pia alieleza mabadiliko yaliyofanyika katika mfumo wa maandalizi ya kijeshi ya Iran. Kwa mujibu wake, jeshi la Iran halijabaki katika mfumo wa kujilinda pekee, bali limepanua uwezo wake wa kuzuia mashambulizi, kukabiliana na tishio la mapema na kuchukua hatua kwa ufanisi endapo mashambulizi yatatokea. Mabadiliko hayo yanaashiria kuongezeka kwa msisitizo wa Iran katika dhana ya kuzuia mashambulizi kupitia uwezo wa kulipiza kisasi. Badala ya kusubiri shambulio lifanyike kisha kujibu, Tehran imekuwa ikijenga uwezo unaolenga kumfanya mpinzani atambue mapema alama zinazoweza kutokana na kuanzisha mashambulizi. Ni miongoni mwa sababu ambazo zinaiwezesha kuendelea na operesheni za kijeshi kwa muda mrefu. Uwezo wa uzalishaji wa ndani una umuhimu mkubwa katika mazingira kivita vya muda mrefu kwa sababu unapunguza utegemezi na usambazaji wa silaha kutoka nje. Kwa mtazamo wa Tehran, uwezo huo unaweza kuiwezesha kuendelea kutoa silaha kwa vikosi vyake hata wakati ambapo miundombinu ya kijeshi na njia za usambazaji zinapokabiliwa na mashinikizo makubwa. Iran kwa muda mrefu imewekeza katika kutengeneza aina mbalimbali za makombora na ndege zisizo na rubani, huku ikizitaja teknolojia hizo kwa sehemu muhimu ya mkakati wake wa kujilinda na kuzuia maadui. Mfumo huo pia umehusishwa na uwezo wa Iran wa kutekeleza mashambulizi ya masafa mbalimbali na kulenga miundombinu au maeneo ya kijeshi ya wapinzani wake. Kauli ya Sheikh imekuja wakati mvutano kati ya Iran na Marekani ukiendelea kuwa na sura ya kijeshi na kisiasa, huku maamuzi ya Washington kuhusu hatua zinazofuata yakifuatiliwa kwa karibu na Tehran. Kwa Iran, ujumbe unaotolewa na viongozi wake wa kijeshi ni kwamba uwezo wa nchi hiyo haupasi kupimwa kwa ukubwa wa mashambulizi yanayoweza kufanya dhidi yake pekee, bali pia kwa uwezo wake wa kuendelea kujibu na kudumisha operesheni kwa muda mrefu. Tehran inaonekana kutaka kuhakikisha kwamba hesabu hiyo inaingia katika maamuzi ya Marekani na washirika wake wakati wanapotathmini uwezekano wa hatua zaidi za kijeshi. Hivi unajua kwa nini makampuni makubwa duniani hayaachi kujitangaza kila siku, licha ya kwamba tayari yanafahamika? Sasa kama una biashara au kampuni lakini hujitangazi, customers wapya watakujua vipi?
Na bila advertising, unategemea kukuza mauzo yako kwa njia gani? Ndio maana Global TV tunakupa nafasi ya kuitangaza biashara yako kwa audience kubwa ndani na nje ya Tanzania kupitia mitandao yetu ya kijamii. Advertising kupitia Global TV inaongeza brand visibility yako, inakufikisha kwa customers wapya na kuongeza nafasi ya bidhaa au huduma zako. Na habari nzuri zaidi, bei zetu za matangazo ni rafiki. Iwe una biashara ndogo, ya kati au kampuni kubwa, kuna nafasi inayoweza kukufaa. Usiache biashara yako isubiri kugunduliwa. Ipe visibility inayostahili. Anza kutangaza nasi. Wasiliana na Global TV leo na tuipeleke brand yako mbali zaidi.